Mshukiwa wa mauaji ya Gaudensia Amwai Makwafula mwenye umri wa miaka 30 ametiwa mbaroni kufuatia tukio hilo lililotokea eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado. Matokeo ya upasuaji wa maiti yamebaini kuwa marehemu alifariki baada ya kunyongwa. Idara ya uchunguzi wa jinai DCI kaunti ya Kajiado imesema uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira kamili ya tukio hilo na kuhakikisha haki inatendeka kwa familia ya marehemu. Hilda Kipto na taarifa hii. Huzuni na majonzi vilitanda katika makafani ya hospitali ya Kitengela, huku familia ya Gaudensia Amwai ikisubiri majibu ya uchunguzi wa maiti ya mpendo wao ambaye mwili wake ulipatikana ndani ya nyumba ya kupanga eneo la Kitengela katika mazingira ya kutatanisha. Kwenda kufika kwa nyumba, kupata mlango imefungwa, lakini baadaye ilifunguliwa, nikapata sister yangu hali yako nayo haikuwa ile hali unaweza sema hata amejiua. Kwa mind nikajiambia huyu ameuliwa. Baada ya kupokea taarifa za kifo chake Alhamisi iliyopita, familia ilianza kusaka majibu kuhusu kilichotokea. Uchunguzi wa maafisa wa DCI katika eneo la Isinya ulisababisha kukamatwa kwa Makwafula katika eneo la Malaa kando ya barabara ya Kangundo, akihusishwa na tukio hilo. Tukaenda Isinya police station, tukakuta DCI anaitwa Wanga. Yeye ndiye akatuexplainia, akatuambia the victim mwenye alifanya hiyo, the suspect ni kama alikuja kumwattack na huko mali anaishi. Juu alianza new relationship, I think ili hatu mse ndiye akakuja kumaliza. Na hatuna lolote tunaweza fanya sababu imetendeka na ni uchungu. Jinsi nilivyomuona kama amekuwa, dalili yake sioni kama niko na nguvu sana. Majibu ya uchunguzi wa maiti sasa yameondoa utata kuhusu chanzo cha kifo hicho. Uchunguzi uliofanywa katika makafani ya hospitali ya Kitengela umebaini kuwa Gaudensia alifariki baada ya kunyongwa kwa mikono. Nguo zake ziko na damu kwa sababu akona kidonda kwa kichwa. But that head injury is not very significant because hakuna bleeding kwa brain. Hakuja bleed. Ile muhimu zaidi ni tumeona bruises on the neck. Okay? Huku na mbele ya neck. And it has gone even inside. So there is a lot of bruising on the neck. Maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI wanasema uchunguzi unaendelea, huku familia ikisubiri haki itendeke kwa mpendwa wao. Hilda Kipto, NTV. Shukran sana Hilda Kipto kwa taarifa hiyo. Shukran, shakamatwa, ni afueni kwa familia.